Unajua unaweza kumsaidia kijana au kumsaidia mtu kwa sababu tu anataka msaada na kusaidiwa, yuko tayari kusaidika. Lakini huwezi kumsaidia mtu ambaye hayuko tayari kusaidika ila anataka msaada. Ni ngumu. Kwa mfano, mtu anamchukua hana qualification kabisa za shule, experience, chochote hana. Unamchukua na kuja kumtrain ili kumpa msaada. Kwa sababu gani? Hakuna huko kwingine watu wata qualify kwenye hiyo position. Labda akaqualify kwenye vitu vingine, ila kwenye position hawezi kuqualify. So kama hawezi kuqualify, nini kinatokea? It means una take risk ya kumfanya qualify sehemu ambayo ya qualify. Na kama una take risk kubwa kama hii, kitu unachokihitaji kutoka kwa huyo mtu ni utayari. Mimi pia ni mtu kwa na uvumilivu. Kwa level ya uvumilivu ukipita ikapitiliza, we done. Yani hatua zote nitakazo kupitisha zinahesabu na najua kwa nini nimekupitisha na kwa nini nimekupeza hatua. So kitu chochote ninachokupa ni maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba na kutrain. Kwanza, moja, una uwezo wa kukifanya, sio kigumu. Kinawezekana. Pili, kwa sababu nishakifanya mara nyingi na nikaprove kinawezekana. Kwa sababu ya limitation ya exposure ulionayo, ndio maana unaamini kitu hakiwezekana lakini kinawezekana. Ndio maana na kutrain ukifanya. Kitu ninachokihitaji kutoka kwako sio perfection, yani ile ule uwezo wa kukifanya kitu kizuri, no. Kitu ninachokihitaji kutoka kwako ni utayari. Whatever it's happened, I'm ready to pass here. Alafu then matokeo yangu ndayapata. Ule utayari wako ndo nafanya hivi. Kumbuka, you are not qualifying. I'm training you to be on top of the game. Wakati huo huqualify hata kucheza game yenyewe. Nilipe utayari. Sio kwamba unilipe perfection. Nilipe utayari. So wewe unahitaji sana kuwa na utayari wa ndani kwamba I want this. Kitu kitakacho kufanya kuvunja utayari wako ni kuwa na option nyingi. Lazima uhakikishe unakuwa A au B.